ambayo hayana msingi wowote. Kwa hiyo tunamtaka aifute hiyo kesi na wamwachie mwenyekiti wetu wa chama ili aendelee na shughuli zake za kisiasa. Lakini la tatu na la mwisho kwenye eneo hilo la kisiasa, tunaendelea kusisitiza kwamba mifumo yetu ya uchaguzi ndani ya chama chetu inahitaji general overhaul, mabadiliko makubwa. Na ndio maana baraza letu la uongozi la leo limeunga mkono kwa kauli moja mwendelezo wa operation ya no reforms no election. Kwa sababu sisi kwa nyakati mbalimbali tumeingia katika chaguzi kwenye nchi hii na tumeona kwa namna kubwa ambavyo haki zimekuwa zikikiukwa, sheria zimekuwa zikikiukwa na kusababisha pengine mauaji na ama maumivu kwa watu ambao wanaonekana hawakiungi mkono Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo baraza la uongozi limekubaliana kwa kauli moja kwamba tuendeleze katika mkoa wetu wa Tabora kusukuma ajenda hii ya no reforms no election na kusisitiza mabadiliko kwenye mifumo yetu ya uchaguzi. Jambo la mwisho leo, alafu nitawaruhusu mtatuuliza maswali. Jambo la mwisho leo, naomba pia kwa niaba ya baraza la uongozi la mkoa nitoe taarifa ya ukaimishaji wa nafasi ya mwenyekiti wa chama mkoa wa Tabora. Takumbukwa kwamba siku chache zilizopita aliyekuwa mwenyekiti wetu wa chama James Kabepere alijivua nafasi yake ya uongozi pamoja na kuachia wanachama wa chama chetu na kwenda chama cha kingine. Na kwa sababu hiyo nafasi ya mwenyekiti ilibaki wazi. Sasa kwa mujibu wa katiba ya chama, na naomba hapa niseme hadharani kwa misingi ya kuweka rekodi sawa, kwa mujibu wa katiba ya chama ibara ya 6.3.4 ya katiba ya chama kifungu A, mtu yeyote ndani ya chama anaruhusiwa kujivua au kujiuzuru nafasi yake ya uongozi. Lakini ibara ya 6.3.5 imetoa mamlaka za kukaimisha. Imetoa mamlaka za kuziba nafasi hizo za uongozi. Kwa hiyo kwenye ibara ya 6.3.5a inayozungumzia kuziba nafasi wazi za uongozi, kifungu A kinasema kamati ya utendaji ya kila ngazi au baraza kuu itaziba kwa muda nafasi yoyote ya kiongozi aliyechaguliwa na mkutano mkuu wa ngazi husika. Kwa baraza kuu au kamati ya utendaji ya ngazi husika ina mamlaka kikatiba kuziba nafasi ya kiongozi yoyote ambaye alikuwa amechaguliwa na mkutano mkuu. Mkutano mkuu kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, mkutano mkuu wa mkoa unaitwa Baraza la Mashauriano la Mkoa. Na kwa mujibu wa chama chetu, kikao cha kiutendaji cha ngazi ya mkoa kinaitwa Baraza la Uongozi la Mkoa. Sasa baraza la uongozi la mkoa ndio hili lililokutana leo. Kwa maana hiyo basi lina mamlaka ya kuziba nafasi yoyote iliyo wazi ya mjumbe yoyote au mwanachama yoyote aliyekuwa amechaguliwa na mkutano mkuu wa mkoa ambao ni Baraza la Mashauriano la Mkoa. Na kwa mantiki hiyo, baraza la uongozi la chama mkoa wa Tabora kwa kura za siri walipendekeza majina kadhaa. Kwa kura za siri, kwa kila mtu alipendekeza kwa siri majina kadhaa kwa ajili ya kuziba nafasi hiyo. Lakini baada ya hapo yakapatikana majina mawili. Baada ya hayo majina mawili kupatikana, na yenyewe yakapigiwa kura kwa siri. Kila mtu alipiga kura ya siri, kwa hakuna mtu aliyekuja na jina lake mfukoni. Na mwisho aliyepata kura nyingi kutoka kwenye baraza la uongozi
tukakubaliana kwamba Mheshimiwa Injinia Josephat Shirogire awe kaimu mwenyekiti wa chama mkoa wa Tabora. Kwa hiyo kama mtendaji mkuu wa chama kwenye ngazi hii, napenda niwatangazie wananchi, wanachama wa chama chetu wa mkoa wa Tabora na wapenzi wa chama chetu kwamba Mheshimiwa Injinia Josephat Shirogire amependekezwa na chama ngazi ya mkoa kwa maana ya baraza la uongozi kuwa kaimu mwenyekiti wa chama wa mkoa wa Tabora, na ataishika nafasi hii kikatiba kama ambavyo katiba inasema, na baadaye ofisi ya kanda itakapoona inafaa kuitisha uchaguzi, kwa sababu swala la uchaguzi wa mkoa sio swala la mkoa tena. Ofisi ya kanda ndio huwa inaitisha uchaguzi wa mkoa. Sisi tumepewa kuitisha kuziba tu nafasi kwa muda, lakini baadaye ofisi ya kanda itaitisha uchaguzi kwa muda itakaoona inafaa yenyewe, na kama atapenda kugombea atagombea tena pamoja na wanachama wengine kwa kadiri watakavyoona inafaa. Lakini kuanzia leo naomba niwatangazie wanachama na wapenzi wa chama chetu mkoa wa Tabora kwamba Engineer Josephat Shirogire amependekezwa na baraza la uongozi la mkoa kuwa kaimu mwenyekiti. Engineer Josephat Shirogire ni mwanachama mwandamizi wa chama chetu. Ameshika nyadhifa mbalimbali, na wadhifa ambao mimi ninaukumbuka kwa mara ya mwisho alikuwa ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya kanda, akiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya kanda. Na mimi kwa sababu nilikuwa ni mjumbe wa secretariat nakumbuka nilikuwa naye huko. Kwa hiyo alikuwa huko na amefanya kazi nzuri. Lakini pia Engineer Josephat Shirogire ndio aliyekuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Manonga. Jimbo la Manonga ambao lipo ndani ya wilaya Igunga mwaka 2020. Na ni mtu ambaye wengi wanamuelewa na wajumbe wamemuona kwamba kwa sasa anaweza akashika nafasi hii na akakisaidia chama kufika hatua ambapo tunataka kufika. Na mwisho kabisa ni waombe wanachama wa chama chetu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa kanda wa chama taifa bara Mheshimiwa John Heche, kwamba operation ya no reforms no election sasa inaelekea kanda ya kaskazini. Itakapotoka kanda ya kaskazini itaelekea kanda ya kati. Ikitoka kanda ya kati itakuja kanda yetu ya magharibi, na mkoa wa Tabora uko miongoni mwa mikoa inayounda kanda ya magharibi. Sasa basi, kwa msingi huo ninaomba viongozi wote wa majimbo yanayounda mkoa wa Tabora kuanza mara moja maandalizi ya kuwapokea wageni wetu wa kitaifa. Maandalizi hayo yahusishe kuanza kubainisha maeneo yatakayofanyika mikutano ya hadhara, kuanza kutafuta rasilimali watu zitakazotusaidia, rasilimali fedha na rasilimali vitu zitakazotusaidia kwa ajili ya kufanikisha mikutano hiyo. Kwa kila jimbo, na mimi ni imani yangu kwamba kwa wakati huu kila jimbo la mkoa wa Tabora litapitiwa na viongozi wetu wakuu. Na kwa msingi huo basi, kila jimbo kuanzia leo lianze maandalizi rasmi ya kuanza kuandaa mikutano hiyo. Na kwa maana hiyo tunataka mpaka tutakapopewa tarehe rasmi ya kufanya mikutano hiyo na viongozi wetu wa ngazi ya kanda na ngazi ya taifa, sisi tuwe tumefanya angalau kwa 80% ya maandalizi yote. Kwa maana hiyo tena ninawakaribisha sana viongozi wetu kwa mkoa wa Tabora, na tunaamini kabisa ziara yao hii itakwenda kuleta matumaini tena kwa wananchi wetu. Mimi ni mkazi wa hapa Tabora mjini. Ninapopita mtaani ninaona namna watu ambavyo wana imani na chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo. Watu wana imani na chama chetu. Watu wamechoshwa na mifumo hii ya uchaguzi. Juzi hapa kulikuwa na uboreshaji wa daftari la kudumu, limepita kama watu hawajui kabisa.
kwa sababu watu wanaamini kama tukienda kujiandikisha wao watu wana matokeo yao. Kwa hiyo tunapokuja kuwaambia tena wanachama wetu kwamba msimamo wetu kwenye eneo la uchaguzi ni huu, tunaamini kabisa viongozi wetu watapata mapokezi mazuri ambayo yatavunja rekodi kwenye kanda yetu ya Magharibi kama sio kwenye nchi yetu. Na baada ya kusema hayo, naomba nikomee hapo kwa habari ya maazimio ya baraza la uongozi la mkoa. Asanteni sana.